Karibu tena kwenye familia ya Moyo wa Malezi. Kila mtoto anapozaliwa huja na baraka, furaha na tumaini jipya ndani ya familia. Na mara nyingi, zawadi ya kwanza ambayo mzazi humpa mtoto wake ni jina. Jina si tu neno la kumuita mtoto, bali ni utambulisho wake, historia yake, na wakati mwingine hata maombi ya wazazi wake juu ya maisha yake. Kama unatafuta jina zuri la kipekee lenye maana nzuri kwa mtoto wako wa kike linaloanza na herufi D, basi video hii ni kwa ajili yako. Leo tunakuletea majina 50 mazuri ya watoto wa kike yanayoanza na herufi D pamoja na maana zake. Hakikisha unaangalia hadi mwisho, huenda jina la ndoto yako likawa miongoni mwa majina haya. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama utakuwa haujasubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, karibu ufanye hivyo sasa hivi kwa sababu tunakuletea maarifa sahihi kabisa kwa ajili ya familia yako na kwa ajili ya jamii nzima. Una uwezo wa kutupigia simu au kututumia ujumbe kwa namba 0754579224. Karibu tusafiri pamoja kwenda kuangalia majina yanayoanza na herufi D na maana zake. Karibu na tuanze. Jina la kwanza ni Diana. Maana ya Diana ni Malkia wa nuru au mwenye mvuto. Kwa hiyo, watoto wanaoitwa Diana wanakuwa ni watoto wenye mvuto. Jina la pili ni Debora. Maana ya Debora ni nyuki mwenye bidii. Watoto wanaoitwa Debora huwa na bidii sana. Jina la tatu ni Dorini. Dorini ni zawadi nzuri. Kwa hiyo ukimuita mtoto wako Dorini, anakuwa zawadi nzuri. Jina la 4 ni Daniela. Maana ya Daniela, Mungu ndiye hakimu wangu. Kwa hiyo ukimuita mtoto wako Daniela, anakuwa anamtegemea Mungu zaidi. Jina la 5 ni Daisy. Maana ya Daisy ni ua la kupendeza. Watoto wanaoitwa Daisy, mara nyingi wanakuwa wanapendeza sana. Jina la 6 ni Dalila. Maana ya Dalila ni mpole au mwenye kuvutia. Kwa hiyo watoto wanaoitwa Dalila mara nyingi wanakuwa wapole na wanavutia. Jina la 7 ni Destiny. Maana ya Destiny ni hatima au kusudi. Kwa hiyo unapomuita mtoto Destiny, maana yake unaonyesha hatima yake na kusudi lake duniani ni lipi. Jina la 8 ni Divine. Maana ya Divine ni wa kiungu au mtakatifu. Watoto wanaoitwa Divine wanakuwa watakatifu. Jina la 9 ni Dianae. Maana ya Dianae ni mwenye thamani kubwa. Ukimuita mtoto wako Dianae, maana yake anakuwa na thamani kubwa. Jina la 10 ni Davina. Maana ya Davina ni mpendwa sana. Hivyo ukimuita mtoto wako Davina atakuwa anapendwa sana. Jina la 11 ni Damaris. Maana ya Damaris ni mwanamke mwenye upole. Watoto wanaoitwa Damaris mara nyingi wanakuwa ni wapole. Jina la 12 ni Dora. Maana ya Dora ni zawadi. Kwa hiyo ukimuita mtoto wako Dora anakuwa zawadi kwa Mungu na kwa watu. Jina la 13 ni Doris. Maana Doris ni zawadi ya bahari. Kwa hiyo hii wengi wanaoitwa Doris wanaonyesha mambo ya bahari kama zawadi kwao. Jina la 14 ni Dina. Maana ya Dina aliyehukumiwa kwa haki. Kwa hiyo ukimuita mtoto wako Dina anaonyesha hukumu ya haki. Jina la 15 ni Dania. Maana ya Dania ni karibu au mwenye upendo. Watoto wanaoitwa Dania wanakuwa karibu na wazazi, ndugu na wanakuwa na upendo. Jina la 16 ni Deka. Maana ya Deka ni mwenye heshima. Watoto wanaoitwa Deka wanakuwa na heshima. Jina la 17 ni Dona. Maana ya Dona ni mwanamke mtukufu. Hivyo ukimuita mtoto wako Dona atakuwa mtukufu. Jina la 18 ni Delila. Delila maana yake ni mrembo mwenye mvuto. Watoto wanaoitwa Delila wanakuwa mara nyingi ni warembo na wana mvuto. Jina la 19 ni Demi. Maana ya Demi ni mdogo lakini mwenye nguvu. Kwa hiyo watoto wanaoitwa Demi wanakuwa na nguvu. Jina la 20 ni Dalia. Maana ya Dalia ni ua zuri sana. Kwa hiyo ukimuita mtoto wako Dalia anakuwa mzuri sana. Jina la 21 ni Dafin.
Maana ya Dafini ni ushindi au mti wa ushindi. Kwa hiyo unapomuita mtoto wako Dafini, anakuwa mshindi kwenye maisha yake. Jina la 22 ni Denise. Maana ya Denise ni mwenye nguvu na hekima. Kwa hiyo ukimuita mtoto wako Denise, anakuwa mwenye nguvu na hekima. Jina la 23 ni Desire. Maana ya Desire ni tamaa njema au tamanio. Kwa hiyo ukimuita mtoto wako Desire, anakuwa mtu ambaye anakuwa na tamaa, yaani ana matamanio mazuri kwenye maisha yake. Jina la 24 ni Diana. Maana ya Diana ni mwenye nuru. Ukimuita mtoto wako Diana, anakuwa na nuru katika maisha yake. Jina la 25 ni Dira. Maana ya Dira ni mwongozo. Watoto wanaoitwa Dira wanakuwa viongozi wanaotoa mwongozo. Jina la 26 ni Doti. Maana yake Dotie ni zawadi ya Mungu. Kwa hiyo ukimuita mtoto wako Doti, anakuwa anapendwa na Mungu kwa sababu yeye ni zawadi ya Mungu. Jina la 27 ni Darini. Maana ya Darini ni mpendwa. Kwa hiyo ukimuita mtoto wako Darini, anakuwa anapendwa. Jina la 28 ni Deana. Maana ya Deana ni mwenye rehema. Watoto wanaoitwa Deana wanakuwa na rehema sana. Jina la 29 ni Jamila. Maana ya Jamila ni mrembo. Kwa hiyo ukimuita mtoto wako Jamila, anakuwa mrembo sana. Jina la 30 ni Dulce. Maana ya Dulce ni mtamu au mwenye upole. Kwa hiyo ukimuita mtoto wako Dulce, anakuwa mpole. Jina la 31 ni Divine. Maana ya Divine ni mwenye baraka. Ukimuita mtoto wako Divine, anakuwa mwenye baraka. Jina la 32 ni Dorina. Maana ya Dorina ni mwenye furaha. Kwa hiyo, watoto wanaoitwa Dorina wanakuwa ni wenye furaha. Jina la 33 ni Dunia. Maana ya Dunia ni dunia au maisha. Kwa hiyo ukimuita mtoto wako Dunia, anakuwa na maisha tu mazuri. Jina la 34 ni Daniete. Maana ya Danete ni Mungu ni mwaminifu. Kwa hiyo ukimuita mtoto wako Danete, anakuwa mwaminifu kwa Mungu. Jina la 35 ni Damaris. Maana ya Damaris ni mpole na mwenye upendo. Watoto wanaoitwa Damaris wanakuwa wapole na wana upendo. Jina la 36 ni Diol. Maana ya Diol ni dhahabu au thamani kubwa. Kwa hiyo ukimuita mtoto wako Diol, maana yake atakuwa na thamani kubwa kama dhahabu. Jina la 37 ni Detris. Maana ya Detris ni mwenye furaha. Watoto wanaoitwa Detris wanakuwa na furaha katika maisha yao. Jina la 38 ni Dovi. Maana ya Dovi ni amani kama hua. Kwa hiyo ukimuita mtoto wako Dovi, anakuwa na amani kama hua. Jina la 39 ni Dian. Maana ya Diana ni mwenye nguvu. Kwa hiyo ukimuita mtoto wako Diana, anakuwa mwenye nguvu. Jina la 40 ni Deila. Maana ya Deila ni mrembo wa kipekee. Kwa hiyo mtoto wako akiwa anaitwa Deila, atakuwa mrembo wa kipekee. Jina la 41 ni Dulusila. Maana ya Dulusila ni mwenye nguvu na heshima. Watoto wanaoitwa Dulusila wanakuwaga na nguvu na heshima. Jina la 42 ni Darina. Maana ya Darina ni zawadi yenye thamani. Kwa hiyo ukimuita mtoto Darina, anakuwa zawadi na anakuwa thamani. Jina la 43 ni Devina. Maana ya Devina ni mwenye baraka nyingi. Watoto wanaoitwa Devina wanakuwa na baraka nyingi. Jina la 44 ni Daisie. Maana ya Daisie ni ua la furaha. Kwa hiyo ukimuita mtoto wako Daisie, anakuwa na furaha kwenye maisha yake. Jina la 45 ni Dekaisha. Maana ya Dekaisha ni mwenye heshima kubwa. Kwa hiyo watoto wanaoitwa Dekaisha wanakuwa na heshima kubwa katika maisha yao. Jina la 46 ni Diela. Maana ya Diela ni aliyechaguliwa. Ukiwaita mtoto Diela, anakuwa amechaguliwa na Mungu. Jina la 47 ni Darina. Maana ya Darina ni mpendwa wa moyo. Kwa hiyo watoto wanaoitwa Darina wanakuwa wana upendo sana kwenye mioyo yao. Jina la 44 ni Divinea. Maana ya Divinea ni neema ya Mungu. Ukimuita mtoto Divinea, anakuwa neema kwa Mungu. Jina la 49 ni Darwin. Maana ya Darwin ni mwenye baraka. Kwa hiyo ukimuita mtoto wako Darwin, anakuwa mwenye baraka. Jina la 50 ni Drema. Maana ya Drema
ni ndoto nzuri. Watoto wanaoitwa dreamer wanakuwa na ndoto nzuri katika maisha yao. Kila jina lina uzuri wake, lakini kilicho muhimu zaidi ni upendo ambao mtoto atakulia ndani yake. Wazazi wengi huchagua majina kwa matumaini, maombi na ndoto walizonazo kwa watoto wao. Tunatumaini katika majina haya 50 umefanikiwa kupata jina litakalogusa moyo wako na kuwa sehemu ya safari nzuri ya mtoto wako. Kama umefurahia video hii, usisahau kulike, kushare na kusubscribe kwenye chaneli ya Moyo wa Malezi kwa content zaidi kuhusu malezi, majina ya watoto na maisha ya familia. Na kwenye comments tuambie ni jina gani limeugusa moyo wako zaidi. Asante kwa kutazama. Mungu akubariki sana. Amina.